Maisha ya mwanadamu yanahitaji matumizi, yanahitaji mahitaji, yanahitaji mambo mengi. Sasa kwenye mahitaji ambayo yanahitaji ni pamoja na bidhaa, na tunafahamu wakati huu ambapo mzozo wa Mashariki ya Kati unaoendelea umepelekea kupanda kwa bidhaa muhimu ya mafuta, ambayo bidhaa hiyo hutumika kwenye sekta mbalimbali ikiwemo kwenye sekta ya uzalishaji, kwa maana kwenye viwanda huko ambako bidhaa nyingi huzalishwa. Lakini baada ya bidhaa hiyo kuzalishwa, baada ya hapo itahitaji kusafirishwa kufikishwa kwenye maeneo ambayo wananchi watapata bidhaa hizo, kuanzia kwenye maduka, pengine sokoni na kadhalika. Sasa tupo hapa kuangalia kuhusiana na kupanda kwa bei ya bidhaa pamoja na uhalisia wake, tukiwa na mchumi Ali Mkimo. Karibu sana. Shukrani sana. Kabisa. Lakini kipekee pia tunaye Selemani Bishagazi, yeye ni mtaalamu wa masuala ya kijamii. Karibu sana. Asante sana. Ndio. Karibu sana. Shukrani sana. Bila shaka kama mmetumia usafiri tofauti tofauti kufika hapa, kama sio binafsi, kuna bei ambazo mmesikia zikizungumzwa huko kwenye vyombo, na kama pia hamjatumia usafiri huo, basi mtakuwa mkisikia ambayo yanaendelea katika jamii yakihusishwa kupanda kwa bei ya usafiri sambamba na kupanda kwa bei za bidhaa. Mkimo, jana umenunua maji shilingi ngapi? Maji haya ambayo tunachota bombani au ya kununua? Yale ambayo yameongezewa thamani yakawa dukani. Yale ambayo yakawa dukani. Wakati mwingine inaweza kufika 1200, 1500 wanakuuzia hivi. Chupa ambayo ilikuwa kununua shilingi 1000. Kwa tafsiri yake imeongezeka. Lakini Bishagazi anatuwakilisha wananchi ambao tunanunua bidhaa kila kukicha. Karibu sana Bishagazi. Asante sana. Bei za bidhaa huko mtaani kwa ujumla unazionaje? Nasikia zimepanda. Unasikia? Na naona mimi baada ya mtikisiko huu nilijiandaa kidogo. Okay. Kwa hiyo na chakula cha kutumia kama miezi miwili nafikiri nyumbani kwangu. Miongoni mwa Watanzania wachache ambapo ulinunua kabla bidhaa kupanda. Kabla kupanda. Lakini majirani zako pale unasikia kidogo wakinong'ona na kunung'unika. Naona. Bahati nzuri majirani zangu nafikia hawanung'uniki, tushawatengeneza kisaikolojia, wanajua kinachoendelea. Kima tukirejea, nini hasa ambacho kimesababisha bei hizi kupanda? Balkis, naweza kuiona kwenye dhana pana. Tukianzia kwenye sababu ya mwanzo kabisa, ndio hiyo ya kusema mfano bei za mafuta zimeongezeka. Unaweza kusema kinachotokea hapo kitu nakiita ni kama tunasema ni cost push, kuongezeka kwa gharama za uzalishaji. Kwa hiyo mafuta unajua ni tunasema yanatumika kusafirisha, lakini pia yanatumika kuzalisha pia viwandani. Yenyewe ni kama catalyst, kichochezi. Kwa hiyo inapotokea anapanda bei, inaweza pia kusababisha bidhaa nyingine nazo pia zikawa zinapanda bei, kwa sababu ukisafirisha utahitaji mafuta, kama hivyo ukitaka kuzalisha utahitaji mafuta. Kwa hiyo yenyewe huwa yanachochea, anafanya na bidhaa nyingine pia zinapanda bei. Kwa hiyo hii inaweza kuwa sababu, lakini pia huwezi acha sababu za wafanyabiashara na wenyewe pia wakati mwingine kutaka pia kupata super profit kwenye nyakati kama hizi, kutaka kupata faida maradufu, na yenyewe pia wakati mwingine unaweza kuiangalia kama sababu of course gharama za uzalishaji zimeongezeka, lakini sasa mfanyabiashara naye pia anaweza akataka kupata faida maradufu pia. Ndio hiyo naye anakwenda na trend pia, akiona bidhaa kama hivyo zinapanda, na yeye pia anaweza akaongeza bei. Lakini pia thamani ya sarafu wakati mwingine nayo pia ni kitu cha kukiangalia kiuchumi. Wakati mwingine bei za bidhaa zinapanda kulingana na thamani pia ya sarafu. Yaani shilingi 10,000 ambayo ulinunua mwaka juzi au ule mwaka uliopita, tukasema unanunua bidhaa kwenye lile kapu tuseme la bidhaa, unarudi na bidhaa ngapi ukienda sokoni ukilinganisha na mwaka huu? Hiyo nayo pia na yenyewe ina tafsiri yake pana. Kwa hiyo inategemea pia na thamani ya sarafu. Kwa hiyo ni vitu vingi kidogo, lakini ukizungumzia kwa hiki kinachoendelea hivi sasa, unaweza kukifungamanisha tu moja kwa moja na kupanda kwa bei za mafuta. Unaweza kufungamanisha huko, japo bado tunarudi pale pia wafanyabiashara, of course mfanyabiashara ni mfanyabiashara, yeye kwa profit motive anataka apate faida. Kwa hiyo vitu kama hivyo navyo pia wakati mwingine huwa vinatokea. Kwako Bishagazi, kupanda kwa bei hizi za bidhaa kunabadilisha vipi maisha ya kila siku katika familia zetu? Kwanza ni darasa kwamba chochote kinaweza kikatokea, lakini pia kwa watu wanaojitambua inatengeneza mazingira ya kujipanga kwamba ipo siku lote inaweza likatokea. Lakini pia niseme kwa wanajamii, kwanza ni kukubali kwamba tatizo lipo
mafuta yamepanda, vitu vimepanda, ukubali. Lakini pia tukubali kwamba wakati tatizo yani wakati gharama za maisha zinapanda, hatukupigiwa simu, hatukupewa taarifa, ni gapo la bin vu. Kwa hiyo ni kukubali kwanza, alafu kujua kabisa kwamba mimi nyumbani naacha shilingi 10,000, mimi mshahara wangu haujapanda, kipato changu hakijapanda, na kutengeneza mazingira sasa ya unaishije kwenye hali hiyo, ndio kinachofanyika kwenye jamii. Na niseme tu kwa wanajamii sasa hivi, mimi bahati nzuri ni mtaalamu wa masuala, nafundisha ujasiriamali. Okay. Lakini pia kwa wanajamii sasa hivi hiki kitu kimefundisha ujasiriamali chenyewe, kimefundisha namna ya kuishi chenyewe. Sisi sote tunaishi hapa, tuna familia zetu. Watu ambao walikuwa wanatumia vitu rafu sasa hivi wanaanza wenyewe kubadilika wenyewe automatic. Lakini pia kwa sisi tunachokifanya, labda niseme tunachokifanya kwenye jamii ni kuendelea, na bahati nzuri kesho kutwa ndo darasa, juzi kwa darasa, ni kuendelea kuwafundisha watu namna ya kuishi katika hali hii, namna ya kubana matumizi, namna ya kuishi kulingana mazingira. Kwa mfano, tukienda kwenye jamii, nafikiri wewe ni mama huko nyumbani, kwenye jamii unaweza kukuta mtu kafungulia bomba la maji asubuhi mpaka, yani nafungulia tu, anaenda kuoga naacha, ana sabuni. Naongea na watu wa kawaida, wanajamii kawaida, mtu sabuni ana kipande kinakatwa saa ngapi, hiki kipande saa ngapi. Kwa hiyo tunachokisaidia kwenye jamii kwa sasa hivi ni kuambia watu kwamba lazima tubane matumizi, lazima tujifunze kubana matumizi. Lakini pia kwa watu wanaofanya kazi, kwa mfano mtu anatoka enda kijiweni, tulikuwa na mamalisha hapa uliokuwa hapa, ni lazima tuambie sasa, lazima ujifunze. Mmeuliza tumekuja na usafiri gani? Nafikiri ni swali la kwanza hilo. Sasa hivi kama una uwezo wa kila 200, 300, bora ukanunua kibaiskeli tu changia, bora ukanunua usafiri ambao usiotumia mafuta. Sasa hivi kuna usafiri, siwezi kusema kwa sababu ni nani hii, lakini kuna usafiri ambao unatumia gesi, unatumia umeme. Mnaweza mkaanza kuna Awali Bishagazi, na ndugu yangu yuko tayari kununua kibaskeli chake akaja nacho kazini. Awali nategemea kukuona Balkis. Awali Bishagazi, ulizungumza kuhusiana kwamba wewe bado hujaona kuhusiana na gharama ya bidhaa kupanda, kwa sababu ulijiandaa, ulikuwa na akiba yako ya karibu miezi 2. Naona haijanigusa kwa sababu ulikuwa na akiba tayari. Sasa swali hilo nalileta kwa mchumi Ali Mkimo. Ali Mkimo, sababu ambazo zinaelezwa zaidi kuhusiana kupanda kwa bei za bidhaa ni pamoja na gharama ya mafuta kupanda. Kama nchi huwa inapaswa kuwa na sababu ya kuwa na akiba ya bidhaa hiyo muhimu ambayo pengine ikipanda inaleta athari kubwa kiasi hiki. Of course, hilo linawezekana, yani kwa maana ya kwamba unatakiwa kuwa na akiba ili kuepuka changamoto ambazo zinaweza kutokea. Lakini sasa kuna kitu kimoja. Kuna mtu siku moja aliwahi kuniuliza kwamba hivi kwa nini nchi isiagize mafuta hata mwaka mzima tu yakakaa yakahifadhiwa kuliko kuagiza kila baada ya miezi 3 ndio unaleta mafuta, kila baada ya muda fulani ndio unaleta mafuta. Kwa nini isiwe annual, yani kwa mwaka wewe unayaweka pale? Nikamwambia kwanza, hivi akiba ya fedha za kigeni itakayokufanya wewe uikusanye nyingi kiasi hicho kuagiza mafuta ya mwaka mzima unaipata katika mtindo wa aina gani? Hiyo mosi. Pili, ubora wa haya mafuta yanayokaa muda mrefu hapo yakiwa tu yamehifadhiwa, na yenyewe ubora wake utakuwaje kwa muda mrefu kiasi hicho? Yanaweza asiwe na ubora ule ambao wewe unauhitaji. Kwa hiyo ukizungumzia reserve, of course kuna haja ya kuwa na reserve ya aina hiyo, lakini pia utaangalia pia na muda kitaalam na yenyewe mafuta jinsi ambavyo yalivyo ubora wake. Kwa hiyo haja hiyo of course ipo. Lakini pia zipo, unajua mafuta yamefungamana na sera za kifedha. Kwa hiyo kuna haja ya kuziangalia na sera za kifedha. Na hapa hizi sera za kifedha ndo zinakwenda kule kwenye kodi kwenye mafuta, mfumo wa uagizwaji, supply chain yote, ile mnyororo wa ugavi wote wa mafuta umekaaje, yanapotoka bandarini hadi kufikia huko kwa wafanyabiashara. Kwa hiyo mnyororo wote unapaswa kuangaliwa. Kwa hiyo ukiniambia ipo haja ya kuhifadhi, nitasema yes, ipo hiyo haja. Lakini sasa wakati mwingine vitu vingine vinavyotokea, unajua vinatokea katika mtindo ambao wewe pia unaweza usijiandae. Unaweza usifikirie kama hicho kitu kinaweza ikatokea. Though unapaswa kujiandaa na hayo, na njia pekee nzuri ya kujiokoa nayo siku zote ni wale wenye viashiria vya mafuta. Mfano kwa nchi za Afrika nimekuwa nikishauri sana, wenye viashiria vya mafuta ni vizuri kuanza kuwekeza huku ili kuyapata hayo mafuta. Though uwekezaji wake unakuhitaji utumie fedha, si lele mama, ni uwekezaji mkubwa kidogo. Hiyo hoja ya kuwa na akiba ya mafuta ya kutosha
haionekani kama ya msingi, kwa sababu ukizingatia moja kati ya sababu kubwa za kupanda kwa bidhaa, miongoni mwa zile sababu kuu ni pamoja na migogoro pamoja na majanga, ambapo ni kitu ambacho hakitarajiwi, yani kinaweza katokea ghafla, kama ilivyo mzozo huu ambao unaendelea Mashariki ya Kati, pengine haukutarajiwa kuwa na ukubwa na uzito kiasi hicho. Mimi kabla najibu naomba niongeze kidogo hapo. Kwanza mimi kwa level yangu ya kawaida ya kijamii, natamani kwa serikali na wataalamu wote akili yetu sio kwenye mafuta peke yake. Maana tunapoongelea mfumuko wa bei tunaongelea tu usafiri na lakini kwenye yani tunatamani akili yetu iwekeze kwenye tunaweza kuzalisha umeme wa kwetu, tunaweza kuzalisha gesi ya kwetu ili yale yanayohitajika. Sasa kuna mengi ambayo tunategemea mafuta ambayo yangeweza kutumika kutumia yani huduma tungepata kwa vitu vingine. Kwa hiyo mimi kama nchi naungana na mtaalamu, lakini nasema nchi isifikirie mafuta ndo solution ya kila kitu. Tunaanza na kile ambacho natamani tuanze na kile ambacho tunacho. Tuna mbadala upi tofauti na mbadala pepo, jua. Ukienda Singida hapo anakuambia kama unaenda Same hivi au Singida wanakuambia nchi na upepo si unavuma duniani, hapa hakuna sehemu kama hiyo. Lakini sasa akili yetu yote ikiwa kwenye mafuta na yenyewe ni changamoto kidogo. Kama upepo wa kule na tayari ulipoanza wa Singida Balkis. Na wiki hii tulifanya mahojiano na TANESCO, shirika la umeme hapa nchini Tanzania, na miongoni mwa vitu ambavyo walivigusia ni kuanza uzalishaji kupitia ushauri ambao umeutoa wa upepo. Sasa tuendeni kwenye uhalisia zaidi. Mafuta yamekosekana, bei zimepanda za mafuta na kupanda kwa bei za bidhaa zenyewe. Tupate kuwasikiliza wananchi kabla ya kurudi kuendelea na mjadala hapa. Uhalisia, nini ambacho wananchi wanakipitia, tukianzia kule jijini Dodoma. Tusikilize wananchi kutokea jijini Dodoma, nini ambacho wanakipitia kuhusu swala hili la kupanda kwa bei za bidhaa. Ni kwa sababu ni uchumi tu wa dunia nzima, sio kwamba ni kwetu Tanzania, sababu tayari kule kwa wenzetu kuna vita, mafuta yanapanda bei. Kwa hiyo mafuta yakisha panda bei inaletea kwetu kutupa ugumu wa maisha, sababu usafirishaji wa vitu vyetu vya kuuza kama mafuta, sabuni, vitu vingi ambavyo sisi tunavitumia katika maisha yetu madogo madogo ya nyumbani ni vinapanda kulingana na nauli jinsi ilivyo. Ni kumwomba Mungu tu wenzetu kule waliko wasipigane vita, kwa sababu wanapopigana vita tunaathirika wote dunia nzima. Na washauri wananchi wawe wavumilivu, kwa sababu hii hali ni ya kidunia, sio ni ya Tanzania. Kwa hiyo tuwe wavumilivu, pia tuwaombee wenzetu wanaopigana vita, wasipigane. Mungu awatie nguvu ili waache mambo ya kupigana, tuendelee kuishi katika maisha ambayo ni ya upendo. Ya maisha ya sasa, maisha yamepanda kulingana na mfumuko wa bei za bidhaa mbalimbali, hasa kwenye sekta ya usafiri sasa hivi. Sababu mafuta yamepanda, imekuwa ndo kila kitu, usafiri umepanda, kila bidhaa imepanda. Kwa hali ya maisha kidogo ni ngumu kwa upande wa wananchi, lakini kukabiliana nayo, kila mtu ana akili yake kukabiliana nayo, maana imekuwa sasa kila mtu anajitegemea mwenyewe jinsi gani atakabiliana nayo. Kwa kila mtu ni siri yake, lakini kwa upande wa serikali na wenyewe wanapambana viongozi, ila kama sekta usafiri sijaona mimi hapa mkurugenzi hata wa SMATRAC kama kuna jambo kubwa sana wamelidiscuss, wameliongea. Mafuta yamepanda ghafla. Huo ni uhalisia sasa wananchi wanachokipitia hivi sasa kuhusu kupanda kwa bei za bidhaa, lakini pia tunaweza kwenda kule mkoani Mtwara kuendelea kuwasikiliza wananchi vile ambavyo wanavipitia. Nimeshuhudia baada tu ya mafuta kupanda tarehe 1, the same day baadhi ya bidhaa zimepanda, bidhaa ambazo zilikuja kipindi cha nyuma. Kwa mfano, tarehe 1 nilikwenda kununua sukari, kilo moja ilikuwa inauzwa shilingi 3,000 kabla ya kupanda kwa bei ya mafuta. Lakini the same day tarehe 1 nimenunua sukari kilo moja shilingi 3,200. Hii sio sawa. Lazima tufuate taratibu, lakini pia
tuwe na hofu ya Mungu, kwa sababu unapolazimisha kupata faida ya juu wakati sio uhalisia, hii inakuwa si sawa. Tusitumie matatizo yaliyojitokeza kuumizana sisi wenyewe kwa wenyewe, hii sio sawa. Lakini najua kabisa kwamba haya yote yametokana na vita vinavyoendelea kule Iran na tuseme Mashariki ya Kati kwa ujumla wake. Mimi binafsi hatua nilizozichukua ili kukabiliana na hali, kwanza nimepunguza baadhi ya matumizi yasiyo ya lazima. Mimi nina imani kubwa sana na serikali yangu kwamba ni serikali sikivu, inaona mahangaiko ya wananchi, kama ambavyo tumesikia kwenye vyombo vya habari kwamba vikao mbalimbali vinakaliwa ili kuweza kurekebisha hali hii, basi ifanyike kwa haraka ili kuweza kunusuru walau kwa kiasi fulani adha inaweza kutokea. Sio tu wamezungumzia uhalisia wa kile ambacho kipo na kinatokea hivi sasa, lakini pia wanatoa na ushauri kwa serikali ili angalau urahisi waweze kuupata. Tuende kule mkoani Iringa na kwenyewe tuangalie kile ambacho wananchi wanakipitia katika maeneo hayo. Ugonjwa wetu, lakini sasa unakuta bei za bodaboda, bajaji, haisi zimepanda bei, na wao wanalalamika kulingana na kupanda kwa mafuta. Ushauri tulikuwa tunapenda bei za mafuta kwa kweli zishuke, hata zingefikia mahali pake walivyokuwa wanauza ni nje ya kupanda kwa sasa, ingekuwa ni vizuri zaidi, kwa sababu zile bei za mwanzo tayari tulikuwa tumeshazizoea kiuchumi. Jumla tu sisi imetuathiri kwa sababu nakuta vitu ni gharama, kuanzia usafiri ni gharama. Unatoka, kwa mfano sisi hapa tulikuwa tukitoka pale Kalenga tunakuja huku ni shilingi 1000, sasa hizi ni 2000 na bodaboda. Wakati mwingine inabidi uwai, si unapanda kwa kusema yani niwe yani najiridhisha tu, yani unakoenda unaenda na muda, lakini shilingi 2000 kutoka Kalenga na bajaji ni shilingi 2000 mpaka Iringa mjini. Kwa hiyo tayari hapa inatupa madhara makubwa, hata kiuchumi tu. Kiujumla tumekuwa na mazingira magumu, uchumi umeyumba, hakuna tunachokifanya. Kwanza sisi watu wa kijijini tunaomba serikali itusaidie, cha kwanza, kwa sababu sisi ni watu ambao tunahangaika na kulima. Cha kwanza watusaidie mbolea, yani watusaidie mbolea kutupunguzia bei, hicho ndio kitu cha kwanza. Cha pili, unakuta kwa mfano saizi hata sukari zimepanda bei. Sukari lazima mgonjwa atumie, bora nikiwa mzima utakula hata ugali asubuhi, lakini unaweza kuwa hospitalini. Kwa hiyo vitu nakuta asilimia kubwa serikali tunaomba itusaidie kutupunguzia vitu vipungue. Sisi ungefutwa ushuru ili walao vitu vipungue, kwa sababu si kila mtu ana uwezo. Hata mwenye uwezo saizi analia kwa sababu kipato kimekuwa kigumu. Unakuta kuna mtu, mimi sina gari, si ndio, lakini nategemea kupanda nini, usafiri wa mwenzangu. Sawa? Na mwenye gari naye analia. Saizi anaacha nyumbani gari yake aendeshi. Shida nini? Mafuta. Umeona? Sasa tunaona hata kwenye vyombo vya, kwa mfano ITV, unakuta watu wanapanda maguta. Maguta tulikuwa tunajua ya mizigo, lakini saizi yamekuwa ya abiria. Baskeli, mimi nishasahau kama kuna baskeli, lakini saizi naona baskeli watu wanapakizana. Tunaona sehemu mikoa mbalimbali, tunaona kwenye ITV. Kwa hiyo hivi vitu ndugu zangu, Mungu atusaidie. Kwenye bidhaa kweli kumeasi sana, kwa sababu bidhaa zimepanda bei sana. Kweli mafuta hata kama tulikuwa tunapata ya 500, saizi ya 500 upati mafuta ni kwa 1000 labda ya kupikia. Usafiri umepanda bei kwa kiasi kikubwa. Hapa kwetu tulikuwa tunapanda kwa 1000, lakini sasa tunapanda 2000 bodaboda ndio natufikisha nyumbani. Kwa serikali hapo ingetusaidia na miundombinu kuongezeka. Tusaidie. Maana barabara zimekuwa mbovu kiasi kikubwa, huduma za zahanati hatupati, ni ziko mbali. Kwa hiyo tunasafiri umbali mrefu kufika huduma za kiafya pia. Wananchi hao kutoka mkoani Iringa wakieleza kiuhalisia zaidi adha ambayo wanaipitia kwa hivi sasa, na wakiwa na maombi yao kwa serikali ambayo inahudumu kwa ajili ya Watanzania. Mmoja amesema kuwa adha hii sio tu kwa wao ambao ni wananchi wa hali ya chini, lakini hata wale wenye vipato. Mafuta yamepanda bei na magari wamepaki. Bishagazi, kama mwananchi wa kawaida kabisa,
tumesikia wananchi wenzetu, lakini hali hii inavyotokea, mazingira haya yanapotokea, mimi kama mwananchi wa kawaida natakiwa kufanya nini? Kwanza unatakiwa kujua kwamba kupunguza gharama za maisha au kupunguza bajeti kwenye familia yako sio lazima upunguze matumizi ya mafuta. Unaweza kupunguza matumizi ya vitu vingine. Mimi ngoja nikupe maisha tu ya kawaida, halisia kabisa. Unajua kuna mtu kwa mfano anatumia gesi nyumbani kwake, anawasha jiko la gesi, hajui hata kitunguu kiko wapi, hajui bamia ziko wapi, hajui dagaa ziko wapi. Huko anazima, anaenda kununua unga. Kwa hiyo kabla hujawasha mtungi wako wa gesi, hebu hujawasha jiko, kusanya vitu vyote viwe pale, utakuwa umepunguza ile gharama ya gesi, utakuwa umebana. Lakini pia hata kama unapikia umeme, hakikisha unafanya vitu vyote. Kwa mfano sisi tuna watoto, unaweza kukaa nyumbani, mtoto mwingine anasoma darasa 3, mwingine anasoma darasa 7, mwingine form 4, unatoka karibu 7. Kila mtu anaporudi pale nyumbani anafua nguo yake kivyake. Sio, unanielewa? Kwa hiyo kila mtu anatumia sabuni na maji tofauti na nasuza. Wakati mngechukua yale maji sasa pale nyumbani, wakafua kwa wakati mmoja, mkafua maji mkafua zile nguo kwa wakati mmoja. Alafu mbali mkabana nini? Matumizi. Lakini pia kuna watu ambao kuna watu ambao labda kwenye hata matumizi yetu ya sabuni. Lakini pia kitu kingine, kuna kunyosha nguo. Huyu mtoto kaamka saa 11 kanyosha kwa kaondoka. Huyu saa 12 unapowasha ile pasi ile ya umeme, tayari ikishapata joto, ungenyosha nguo za watoto wote pale nyumbani. Tayari ungepunguza nini? Matumizi. Lakini kitu labda ambacho nenda haraka ni kuna kupasha. Yaani huyu kaja chakula kapasha uboba saa 12, huyu kapasha saa 3. Yaani wewe unaweza usione, lakini ukiwa na labda kanua hata hotpot tu pale nyumbani. Ukawa na hotpot pale za haya mambo wachumi hawatuambii. Ngoja mimi kuna kitu hamkisemi. Shangaza anamalizia jambo. Ngoja kwa kitu kimoja. Mimi hivi vitu watu toa vifanye. Kwa mfano, kuna mtu ana shida kitunguu nusu au robo. Anakuwa amenunua vitunguu vikubwa. Bora ungeenda kwenye gengo kanunua vitunguu vidogo na vikubwa. Anakata kitunguu nusu, amefanyaje? Ametupa. Lakini pia kuna mtu yani taa. Kwa mfano nyinyi uko hapa, labda wewe unarudi nyumbani unakuta taa zinawaka tangia asubuhi mpaka jioni. Watu maji amefungulia bomba mpaka AC, anaacha AC, lakini nyumbani hakuna mtu. TV yani TV inaongea asubuhi mpaka jioni. Imewashwa. Hakuna mtu pale ndani. Kwa hiyo wakifanya hivyo unakuwa umepunguza. Lakini pia hata afya yako. Hakikisha afya yako ni salama na upunguze kwenda kutibiwa kwa madaktari ambao sio. Sasa hivi kuna mtu anakuambia tunapima magonjwa yote bure, lakini huduma utafanyaje? Utapata. Hujui ana kibali, hujui ana nini. Watu wanaibiwa, wanakuambia wewe unaumwa mwili mzima. Kwa hiyo Bishagazi, tukiyafanya haya tutaacha kuilaumu serikali. Wewe nyumbani kwako kuna nafasi yako, lakini na serikali ina nafasi yake. Kwa mfano mimi silaumu, lakini naishauri, kwa sababu inasika sehemu zote. Serikali Mama Samia kachukua hatua za kupunguza gharama za nini? Za mafuta. Nilitamani mkuu wa mkoa, mkuu wa wilaya, wizara zote walete na wenyewe mpango wao sasa, kwamba anapunguzaje nini? Gharama za nini? Na hiyo hele itafanya nini? Sasa tuje kwa mchumi Mkimo, kipi ambacho serikali wana wajibu ama wanapaswa kufanya kuhakikisha kabla ya serikali Richard, kabla ya serikali Mkimo atuambie kiuchumi kabisa haya ambayo Bishagazi ametuambia, kupunguza gharama za matumizi ya nyumbani kwa mbinu ambazo Bishagazi ametusaidia nazo, zitatusaidiaje kiuchumi? Sahihi kabisa. Unajua, kwanza kuna kitu tunapaswa kufahamu. Personal finance, masuala ya fedha ya mtu binafsi, yanahusisha small details, taarifa ndogo sana ambazo sisi huwa tunadharau. Mfano tu mdogo, Balkis, nikikuuliza labda kama unafuatilia sana mwezi huu na ule mwezi uliopita, huu tuache ule uliopita, ulitumia voucher kiasi gani? Yani harama tu za voucher, au Richard ulitumia harama za voucher kiasi gani? Si wengi huwa tunafuatilia. Yani unakwenda tu unachukua, unanunua, maisha yanaendelea. Lakini pia hayo matumizi madogo, bili ya umeme, unafanya tracking of expenses, unafuatilia matumizi yako, kujua je, mimi natumia umeme kiasi gani kwa mwezi, kujua tu kwamba sawa. Of course unaweza ukawa unajua, ukiona umetumia labda fedha nyingi kununua tofauti na mwezi uliopita, lakini si wengi huwa wanafanya tracking kujua kwa mwaka mzima mwezi gani nilitumia sana mimi umeme. Yani unajua watu hivyo vitu wamekuwa hawafuatilii. Hata harama za maji pia, bill za maji ambazo watu wamekuwa kilipia, si vitu ambavyo tunafuatilia, vile vitu vidogo, small details. Kwa hiyo kuna haja ya kuona namna gani
tunafuatilia vitu vidogo vidogo. Hii kama hizo taa unaacha ukienda kulala tayari bill za umeme zinaongezeka. Sasa wewe unaona ni pesa ndogo sana, lakini sasa hizo zina changamoto yake. Mfano impulsive spending, tabia ya kununua bila kupanga, wengi wako nayo. Wanakwenda huko nje, umeona bidhaa umenunua, na unajua impulsive spending ina sura nyingi sana. Tabia ya kununua bila kupanga, kuna ile umekwenda umekutana na mtu wa masoko amekupiga Kiswahili vizuri sana, ukapenda ile bidhaa ukainunua, hiyo ni impulsive spending, ulinunua bila kupanga. Uko na ndugu yako akasuggest akwambia, bwana unajua Richard, hii inakufaa ujue, yani ukivaa yani unapendeza sana, tayari umenunua. Impulsive spending. Na kuna ile ambayo ndo tabia yako, unaenda unakusanya bidhaa unarudi nazo. Kwa hiyo ukiangalia tu kuna vitu vingi vidogo vidogo inakuwa ngumu sisi kuvifuata. Sasa tunahitaji kuwa na budget. Wengi budget ya tu, ukimwambia atakwambia, bwana mimi budget yangu nimeipanga kichwani. Budget haiwezi kukaa kichwani. Tunakuhitaji wewe ufanye tracking of expenses, ufuatilie matumizi. Sasa budget iliyo kichwani ngumu wewe kuweza kufuatilia kujua ilikuwaje. Kwa hiyo inapaswa kuwa imeainishwa sehemu. Kwa hiyo ni njia ni muhimu. Wakati Bishagazi alivyojibu swala la kubana matumizi, upande wao tayari jamii maana yake ikifanya hivyo inakuwa tayari wamesha kuwa sehemu ya kupunguza ugumu wa maisha ama pengine kupanda kwa bidhaa kama hivyo. Nilikuwa nauliza kuhusiana na upande wa serikali. Wewe ni mchumi, wao wanapaswa kufanya nini ama kipi ambacho wakikifanya basi hoja yao na wananchi itakutana, ile wananchi ya kubana matumizi aliyosema Bishagazi na serikali watakayokuja nayo, ama wakifanya nini itasaidia? Sasa kuna njia za muda mfupi na zile za muda mrefu. Kwa muda mfupi kuiokoa hii situation ya haraka ili kuondoa hizo changamoto ambazo zimekuwepo. Kwanza hakuna budi kupitia upya tena gharama za uagizwaji mafuta, kuziangalia zote, kuzipitia kwa jumla, kwa sababu wengine wanasema kwamba unaweza ukatoa tax waive kama hivyo, ukasema kwamba nasamee baadhi ya kodi labda kwa muda fulani. Tumeona nchi mbalimbali zimefanya, Zambia wamefanya, na wengine wamekuwa wakifanya hivyo. Sasa hiyo pia ina gharama zake. Kumbuka tunazungumzia nchi ambazo zina utegemezi mkubwa wa budget yake, inategemea mapato huko kwenye mafuta. Sasa wakati mwingine pia ukifanya tax waive, tegemea wakati mwingine unaweza kujikuta una budget deficit, una nakisi ya bajeti, kwa sababu unahitaji hizo fedha pia kwa ajili ya kuhudumia miradi mbalimbali ya maendeleo. Kwa hiyo unapaswa pia kujua anakwenda compensate wapi kama huku unafanya tax waive, ila ipo haja, kwa sababu usipopitia tena ule mfumo mzima wa uagizaji mafuta, hasa kwenye eneo la kodi ambazo hii tunaita fiscal policy, yani kikubwa iko hapa kwenye hii dhana ya fiscal policy, sera ya matumizi na kodi za serikali. Kwa hiyo unakwenda unapitia tena upya zile kodi na kuona namna gani unaweza ukapunguza. Usiondoe zote, of course hatushauri kuondoa zote, kwa sababu kama unaondoa zote mapato yakikosekana utajikuta na nakisi ya bajeti. Unakwenda wapi sasa? Itabidi uende aidha kwenye mikopo au ukaweke kodi kwenye maeneo mengine ili uweze kufidia. Kwa hiyo nilikuwa kuangalia mnyororo wa ugavi mzima kutoka bandarini hadi kuelekea huko ambako mafuta yanafika. Sasa hiyo kwenye dhana ya fiscal policy nimeelezea eneo la kodi. Sasa kuna ile eneo la pili la matumizi. Kama ambavyo sisi majumbani tunapunguza matumizi, the same thing kwa serikali pia, na wenyewe pia wanapaswa kupunguza matumizi. Kama ambavyo imezungumzwa swala la usafiri, kama vile nilimsikia Mheshimiwa Rais juu ya kupunguza matumizi ya mafuta pia kwa serikali. Ni kitu muhimu sana. Unajua serikali ni mteja mkubwa sana wa mafuta. Zile taasisi zinazonunua mafuta zinanunua kwa ukubwa huo. Wananunua kwa ukubwa. Sasa kama yeye ni mteja mkubwa, akipunguza matumizi atayapunguzia mafuta demand. Akiyapunguzia uhitaji, sisi kwenye sheria za mizania ya ugavi na uhitaji, hiyo law of demand and supply, tunaamini demand ikipungua bei ya bidhaa itapungua. Kwa hiyo kama wao wakiyapunguzia yale mafuta demand, lazima na hiyo bei ya mafuta na yenyewe itapungua. Kwa hiyo wao wana haja ya kufanya hivyo. Na kingine, kuna kitu tunawashauri wananchi, hasa wao sisi tunanunua mafuta, wenye magari tunanunua mafuta. Kuna kitu kimoja tunapaswa kujua, tukisikia labda homo zimefungwa au labda kuna changamoto zinaendelea, tusiende kwenye hivi vituo vya mafuta kwenda kufanya panic buying. Mkienda kufanya panic buying, manunuzi ya taharuki, mnatengeneza scarcity ambayo haikupaswa kuwepo. Mnautengeneza uchache ambao haukupaswa kuwepo. Si mnajitisha. Sasa mimi nakwenda kuweka full tank ili niepuke changamoto. Kesho na kesho kuta siwezi kuyakuta. Ukifanya hivyo tu utasababisha uchache na bei itazidi kupanda. Hapo unazungumzia kwenye mafuta ambapo huenda ikawa ndio sababu ambayo imesababisha kwa ukubwa sana ama imepelekea. Mimi naomba kabla tujaanza shauri kwenye serikali. Kwa level yangu tu ya uelewa wangu. Kwa serikali mwenzetu kaongea
naona pia unaandika. Mimi nasema serikali tuwe na watu wanaokuja na vyanzo vipya vya mapato. Kuna sehemu nyingi sana mapato yanapotea, nyingi sana. Mimi nitatoa mfano mdogo tu. Hivi madalali hawa wanaouza viwanja, wanaotupeleka kwenye vyumba mtaani. Ukilipa chumba laki 3 lazima umpe laki 3 ya mwezi mmoja. Wanalipa kodi wapi? Kawaida tu. Wauza majeneza maanzese kila sehemu, nenda kwenye hospitali. Unajua sisi tuangalie yani watu wanakufa wangapi hospitalini. Wauza majeneza wale kwa mtu anatoa risiti. Kwa maana sekta ndogo ndogo hizi kuna jeneza ambao za 7,000, ana mtu ananunua ambao za laki 2 anauza milioni 3, hatoi risiti. Unakuja kupanda wewe hapo kufanya kazi. Unachokisema Bishagazi, mataifa mengi yanafanya ikiwemo Kenya hapa pia. Sekta nyingi ndogo ndogo zimerasimishwa. Ngoja mimi nikwambie. Lakini pia kuna hawa watu sasa hivi biashara imekuja mfumuko ya kukopesha simu mtaani. Watu wanarejesha kidogo kidogo. Kuna kitu kinaitwa VAT. Wewe kama nenda mtaani kwako sasa hivi utaona maspika kibao. Sasa hivi watu hawauzi simu kwa keshi, wanaweza kukopesha. Huyu mtu ngoja kwambie, huyu mtu hii VAT hii ambayo ukinunua unapata risiti. Wale watu watoi risiti, yani wale unaokopesha mtaani hawatoi risiti kabisa. Anakuandikia, mnaandikishana, unapeleka kitabu chako cha taifa basi. Sasa hii VAT inayopotea hii ingekuwa inalipwa, lakini pia anaenda mjini watu hawatoi risiti. Kwa hiyo yale mapato ile VAT ile, kuna pesa nyingi serikali inapoteza. Ndugu, mimi ukinipa kazi kama mimi unipe kazi mimi nianze kukamata watu ambao nenda Kariakoo bila kununua vitu kwenye mwezi tu wa Ramadhani ile sikukuu. Yaani mimi ningeingiza bilioni karibu 50 hata kwa siku. Kwa hiyo pamoja na hayo Bishagazi, mamlaka ya mapato hapa nchini bado inafanya kazi kubwa na nzuri ya ukusanyaji wa mapato hapa nchini. Najua sana, naheshimu sana, najua sana, lakini kwenye eneo lile ameshauri vyanzo vingine vya mapato. Na sekta nyingine ndogo ndogo hazijarasimishwa. Sasa hivi kuna viwanda vingi vya nani nguo iliyovaa inaitwa jezi. Batiki ziko mtaani. Wale watu wanauza mabodaboda. Kwa hiyo lakini mwisho wa siku hawalipi nini? Na hata ukivaa baya ilipe. Nilikuja kwa mchumi Ali Mkimo nikasema sasa hivi tunazungumza kuhusiana na bidhaa ya mafuta kwa juu. Na mafuta ambayo tunataja ni hiyo 20% ambayo inazalishwa Mashariki ya Kati, ambayo inapita kwenye mlango bahari wa Hormuz ambao kuna mgogoro. Afrika kuna nchi nyingi ambazo zina uzalishaji mkubwa wa mafuta. Unazungumza Nigeria, Libya, Algeria, Angola, na sehemu kubwa ya Afrika kuna mafuta na nishati mbadala nyingi ikiwemo gesi. Afrika imeshindwa kukabiliana na athari kama hizi ambazo zinatokea huko mbali, kwamba wenyewe Afrika wangeweza kunusuru hili. Aha, swali zuri Richard. Sasa kuna kitu kimoja tunapaswa kujua. Kwanza tujiulize swali, je, haya maeneo ambayo umeainisha hapa wanazalisha mafuta ghafi au mafuta ambayo yako tayari kwa ajili ya kutumika? Kwa sababu najua mfano kama Angola mara nyingi wamekuwa wakizalisha mafuta ghafi. Ukituambia kwa ufupi Mkimo. Naam, kuna maeneo, kuna hizi nchi mfano kama Nigeria, sasa hivi ndio tunajua kuna mwekezaji yule mkubwa ameweka refinery, anayasafisha na yako tayari kwa ajili ya kuuzwa. Kwa hiyo unaona kabisa ipo tija kwenye maeneo hayo. Sasa kingine, miundombinu ambayo imekuwepo Afrika leo hii, AfCFTA ile eneo huru la biashara Afrika linafeli kwa sababu ya miundombinu. Miundombinu yenyewe bado si rafiki. Lakini hata kama una hizo nchi zinazalisha hayo mafuta, bado yatauzwa kwenye global market, bei ya global market. Hawatauzwa kwa bei ambayo moja. Una AU ambayo ni Jumuiya ya Afrika, si ndio? Pale mkikaa mnazungumza nini kuhusu uchumi? Suluhu ya masuala kama haya? Sasa kitu kimoja Richard, unazungumzia Afrika yenyewe ambayo pia yenyewe haina hata sarafu moja, wana common currency. Kuna utofauti pia wa sarafu. Watu wanapenda kufanya biashara na nchi zile ambazo tunasema zenyewe zinawapatia popular currency, mfano dola Marekani na zile fedha nyingine maarufu. Sasa Afrika kwa Afrika ikifanya biashara bado hawana common currency. Utachukua wewe fedha za nchi fulani utaipeleka kwako, sitaki kutaja hizo sarafu za nchi hizo, alafu matumizi yake yanakuaje? Kwa hiyo unaona bado kuna mikingamo mingi, lakini hasa ni kwenye miundombinu na sera zilizokuwepo. Na mafuta ya nchi ambazo zinazalishwa hizi mengi bado ni ghafi, yani refineries si nyingi kiasi hicho, na bado kulihudumia ile demand ya Afrika kuilisha yote bado kuna changamoto sana. Na suluhu ya muda mrefu ni gesi. Kama wanaweza kuwekeza pia kwenye gesi, tuyapunguzie mafuta demand, inaweza kusaidia sana. Lakini mimi narudi hapo kukwambia bado kuna changamoto sana ya hizo refineries, kuwekeza huko, kupata wawekezaji. Na chunguza wawekezaji waliowekeza kwenye mafuta. Huo ni mjadala mpana zaidi ukiangazia mafuta, lakini leo tunaangalia uhalisia wa bei za bidhaa. Mkimo, bei zikipanda zinapanda kwa wepesi na haraka, lakini kushuka ni tabu kweli kweli. Kwa kumalizia,
sahihi kabisa Balkis, inakuwa ngumu kushuka. Kitu kizuri sana umenikumbusha. Unajua inakuwa ngumu kushuka kwa sababu tayari mfanyabiashara ananufaika na ile tija ambayo anaipata, na kama bei hazikuwahi kuongezwa muda mrefu sana basi tegemea kuona ikiwepo hapo yeye atakuwa anaona ugumu sana kuishusha, kwa sababu amekuwa akipitia gharama mbalimbali za uendeshaji mfanyabiashara huyu, lakini wakati huo pia of course kama hivyo analipia na kodi. Kwa hiyo kama ikipanda kwake inampatia walau ile faida ambayo anahitaji kuipata. Sasa akisema kuishusha kidogo inakuwa changamoto. Kuna njia mbili tu za kuishusha hiyo gharama, tunasema hiyo bei ya bidhaa. Aidha upunguze gharama za uzalishaji, mfano kama zikitoka ruzuku ambayo bado ni expense kwa serikali, ni matumizi kwa serikali. Au njia ya pili, demand ya hiyo bidhaa ipungue. Yaani hitaji la hiyo bidhaa likipungua, yeye mwenyewe atashusha. Sio nyama. Sahihi. Sasa tunakushukuru sana Mkimo, lakini kwa kumalizia Bishagazi, kwa niaba ya sisi wananchi ambao tunalala na kuamka tukinunua bidhaa kila kukicha, kwanza mimi dadangu nikwambie ushauri kwanza kwa serikali. Ile mifumo ambayo inapitisha bei za mafuta wanakaga kila mwezi, si baada ya miezi mitatu, si kila mwezi. Natamani iwe na watu ambao hawana cha kupoteza, yani aidha kuwe na wazee wa stafu watu walio stafu, yani wale watu ambao si vijana kama sisi ambao wale wanatafuta riziki, kwa sababu pani rahisi sana ni rahisi sana mtu kufanya chochote na tukaumia watu wengi. Kwa hiyo naomba ile vikao vinaopitisha mafuta vile na watu ambao kweli wana uchungu na taifa na jamii. Kitu cha pili ambacho nimesahau kushauri, kwa hiyo kupunguza matumizi, ndio nakushauri tuepuke kwenda kwenye vikao vya kwanza kama unajua na mzuka vya harusi. Yani ile vya kuahidi vile vya kwanza vile, kama unajijua wewe unamzuka ile kikao wewe usishiriki, ule mchango utakaopitishwa nenda ile unaahidi bei gani dada, unaahidi bei ile nenyewe inaongeza sana. Lakini kitu kingine ambacho nataka kusema kwa wanajamii, kwa mfano pale asubuhi dada yangu, sasa hivi mimi nyumbani kwangu nimenunua kile kiroba cha unga kile PPFK cha Azam kile cha unga wa ngano, unatengeneza vitafunio pale vile ambavyo mtu angeondoka na 1500 elfu ngapi unafungasha pale nyumbani, una nani yako pale unatengeneza vitafunio pale, inapunguza gharama. Lakini pia hata umetuliza issue ya maji hapo mwanzo kabisa. Ukienda kuna lile dude la maji ya Wai lile likubwa lile, ukinunua lile 2500 na 3000 na mtu anayenunua maji hii ya madogo haya, unaweza kuwa na kachupa tu pale nyumbani pale. Mimi kuna begi langu nimeacha pale kapo, mimi na ile maji na mimina familia nzima, maji 3000 tunakunywa familia nzima karibu wiki nzima. Mimi naomba hii notebook yako uniachie mimi kama zawadi, ambao ulikuwa unaandika vitu wakati kipindi kinaendelea. Unanikubalia hilo? Mimi hii biashara mimi ninachokitoa hapa nikienda kutoa sehemu nyingine nalipwa. Kwa hiyo mimi ndo kazi yangu niingize kipato, kuambia watu kweli wabadilike. Tunakushukuru sana Bishagazi, tunakushukuru zaidi pia Ali Mkimo kwa elimu hii kubwa ambayo tumeipata hapa, tukizungumza kupanda kwa bei ya bidhaa ama bidhaa mbalimbali na uhalisia wa maisha ya Tanzania. Hii hali yote ikichagizwa na kupanda kwa bei ya mafuta duniani na hata hapa nchini. Tumezungumza naye mchumi Ali Mkimo pamoja na mtaalamu wa masuala ya jamii, kama alivyosema mwenyewe. Elimu hii ambayo anaitoa hapa anaitoa huko katika jamii na kujipatia kipato. Selemani Bishagazi, karibuni kwa wakati mwingine. Asante sana. Tunakamilisha hivyo, lakini bado uko nasi. Hii ni Morning Trumpet.